لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربعة. حتى sogeza mtu mguu wake kuelekea aljanna au kuelekea nar, wa iyadhu billah, kabla ya kuulizwa mambo manne. Swali la kwanza ambalo tutaulizwa wanadamu wote na majini siku hiyo na Al-Jabbar jalla jalaluhu, an umrihi fima afna, umri wako uliumaliza katika hali gani? Utakwenda kuulizwa na Allah. Swali la pili, Mtume sallallahu akasema, wa an shababihi fima abla, ujana wako wewe kijana wa Kiislamu uliupitisha bala, ulikwisha vipi? Watu aina saba, asnaf saba, siku ya Kiyama Allah subhanahu wa ta'ala atawapatia kivuli, siku ambayo hakuna kivuli isipokuwa kivuli ya watu hawa mahsus ambao Mwenyezi Mungu atawapatia. Katika hao akataja washabun nasha fi ibadatillah, na kijana aliyeleleka katika ibada, kijana ambaye anamheshimu babake, anaheshimu walimu wake, anaheshimu majirani zake, kijana ambaye hakosekani salatul fajr, kijana ambaye nyumbani anasaidia kazi. Ndugu zangu na wanangu na vijana wetu, ujana wako huu usiupoteze, utumie katika taa ya Allah subhanahu wa ta'ala. Utakachoulizwa na Allah subhanahu wa ta'ala, wa an malihi, mali yako min aina iktasabu wa fima anfaqu, mali yako uliipata vipi na uliitumia katika njia gani? Maana leo biashara imekuwa biashara ya haraka haraka, ni biashara haramu ya kutajirika haraka, biashara ya wizi. Hii dunia itakufikisha wapi? Kul mata'u dunya qalil, maisha ya dunia ni mafupi. Utakwenda wahidan faridan fil qabr, yawma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah biqalbin salim. Na kila mmoja arudi kwake afanye muhasabatu nafsi, hisabu nafsi yako. Siku utasimama mbele Allah subhanahu wa ta'ala, ukiulizwa haya utakwenda kusema nini?